Waziri Mkuu Kassim Majaliwa nafasi yake ilikuwa imeisha, ama zile term zake mbili zilikuwa zimeisha, kwa sababu alikuwa ameweza kuingia mnamo mwaka wa 2015. Hivyo basi baada ya miaka 10 ambapo ni 2025 alipaswa aende nyumbani. Hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nataka kurekebisha hapa, na nikwambia kwamba la hasha, haikupaswa kwa hivyo. So nimelazimika hapa kurudi hapa kwa studio mapema sana asubuhi ili kufanya ufafanuzi wa jambo ambalo nadhani si kueleweka ama ikawa halikueleweka, na sio jambo lingine bali ni jambo la yule waziri mkuu aliweza kuchaguliwa nchini Tanzania. Niliweza kuja hapa na kusema ama kuzungumza ni kipi ama ni kiini, ama nilikuja nikasema kwamba sijaelewa ni kipi ambacho kilimfanya yule ambaye alikuwa ni waziri mkuu tayari Kassim Majaliwa aweze kujihuzulu ama kujitoa kwenye ile nafasi ambapo alikuwa ana nafasi ya kuketi na kuchaguliwa tena ili jina lake liwasilishwe bungeni na wabunge waweze kupiga kura na kumchagua ili aweze kuendelea na ile nafasi. Kuna baadhi ambao walishuka kwenye comment na kupuliza matusi kibao sana na kuniambia kwamba nimekosea kwa sababu waziri mkuu Kassim Majaliwa nafasi yake ilikuwa imeisha, ama zile term zake mbili zilikuwa zimeisha, kwa sababu alikuwa ameweza kuingia mnamo mwaka wa 2015. Hivyo basi baada ya miaka 10 ambapo ni 2025 alipaswa aende nyumbani. Hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nataka kurekebisha hapa, na nikwambia kwamba la hasha, haikupaswa kwa hivyo. Nikukumbushe ama nimekuja na sheria zote hapa, ama katiba vile ambavyo inasema katiba ya Tanzania kuhusiana na mpango mzima wa waziri mkuu. Je, waziri mkuu anastahili kuhudumu kwa miaka mingapi? Waziri mkuu anachaguliwa kwa miaka mingapi? Waziri mkuu anastahili kwenda zake nyumbani baada ya miaka mingapi? Na waziri mkuu anachaguliwa baada ya miaka mingapi? So nikwambie tu kwamba ni sahihi kabisa ya kwamba Kassim Majaliwa hakufika mwisho kulingana, yani Kassim Majaliwa hakutolewa na katiba, ama katiba haijamtoa Kassim Majaliwa kutonyang'anyia hichi kiti cha waziri mkuu. Kassim Majaliwa ni yeye mwenyewe, nafsi yake mwenyewe, kupenda kwake mwenyewe, aliketi na kujifikiria na kujiuliza maswali mwenyewe na sababu ambazo akonazo yeye mwenyewe ambazo hajazitoa hadharani, na akasema kwamba yeye hatosimama tena kuchaguliwa ama hato kuwepo mbele ili achaguliwe kuwa waziri mkuu nchini Tanzania. Na hizi ndizo sababu ambazo nakupa kulingana na katiba ya nchi ya Tanzania. Kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, nafasi ya waziri mkuu, that is prime minister, waziri mkuu, iliyowekwa ndani ya kifungu cha 51 ya sheria hii inasema kwamba waziri mkuu atateuliwa na rais. Waziri mkuu atateuliwa na rais na akae ofisini mpaka wakati ambapo rais atateua waziri mkuu mwingine. Nafikiri tumeelewana mpaka hapo. Haijaambiwa ya kwamba ataketi kwa muda gani, lakini ataendelea kuhudumu kwenye ofisi yake ya waziri mkuu mpaka pale ambapo rais ambaye yuko madarakani wakati wowote atasimama na kuteua waziri mwingine. Tuendelee. Amesema hapa kwamba hakuna muda wazi uliowekwa, na hakuna muda wazi uliowekwa wa miezi au miaka kwa ajili ya waziri mkuu kuhudumu. So there's no any limit months, any limit years for the prime minister to serve in the office of prime minister in Tanzania. Yani hakuna wakati mwafaka ambao uliwekwa kwamba waziri mkuu huyu atafanya kazi kwa miaka 3. Julius Kambarage Nyerere ambaye alikuwa ni rais wa kwanza nchi Tanzania, tukumbuke kwamba alihudumu kama waziri mkuu kwa mwaka ngapi? Only 1 year. That it was 1951 to 1952 if I'm not wrong. 1941 to 1942 kama sikosei. So hudumu kadri anavyoendelea kuwa imara kihati
na kuaminiwa na rais wa kuungwa mkono na bunge. So kadri vile ambavyo yule waziri mkuu anavyofanya kazi yake sahihi, ndivyo vile ambavyo ataungwa mkono na rais aweze kuwasilisha jina lake pale bungeni ili aweze kuchaguliwa kwa mara nyingine tena. Kwa mfano, bunge na rais vinaweza kumuondoa kwa kiheshima kama iwapo sababu ya kuondoka, kama vile kujihuzulu. Endapo waziri mkuu amejihuzulu, kama Kassim Majaliwa amejihuzulu mwenyewe, Kassim Majaliwa amejihuzulu, na rejelea tena, yes, I'm true. Mimi bana niko reality hapo, nimezungumza ukweli kulingana na katiba, na nitakuelezea na utanielewa, tupende tukatae. Kama vile kujihuzulu, kufukuzwa au kupoteza kuungwa mkono. Endapo bunge litasimama na kusema kwamba hatumtaki tena huyu waziri, kwa hivyo rais tuchagulie waziri mwingine, tuje tumpigie kura ama tumpitishe, lakini waziri uliyetupea hatumtaki. Kwa upande mwingine, bunge yenyewe ina neno la life parliament ya miaka 5. So nikwambie tu ya kwamba laiti Kassim Majaliwa angeweza kusimama na kusema kwamba bado nataka nafasi nyingine, Rais Samia Suluhu Hassan angeweza kuchukua jina la waziri na kulipeleka bungeni, ambaye ni waziri mkuu ambaye ni Kassim Majaliwa, na wabunge waweze kumchagua. Na guess what? Kassim Majaliwa angeendelea kuwa waziri mkuu Tanzania, kwa sababu wabunge wengi ambao wako ndani la bunge la Tanzania kwa sasa ni wabunge ambao wanamsikiliza Mama Suluhu Hassan Samia, kwa sababu ndiye kiongozi wa chama chao cha CCM. So automatically hawezi end against yule mtu wao wa CCM. So hiyo iko wazi kwa kila mtu, na kila mtu aweze kusikia ya kwamba Kassim Majaliwa ama waziri mkuu aliyekuwepo alikuwa na uwezo wa kuserve hata zaidi ya miaka 10. Nafikiri nimeweza kuelezea wale ambao ni mawaziri wakuu ambao waliweza kuserve ndani ya Tanzania, na kama ulivyoona kuna baadhi ambao waliweza kuserve hata zaidi. Kuna kama waziri mkuu kama Edward Sokoine. Edward Sokoine aliweza kuserve kutoka mwaka wa 1977 mpaka mwaka wa 1980, mwaka 1983 mpaka mwaka wa 1988. So unaweza kuona hiyo ni takriban miaka mingapi hiyo. Kuna mwingine hapa ambaye anajiita Cleopa Msuya. Cleopa Msuya naye pia vile vile aliweza kuhudumu kwa takriban miaka 15, ambapo that was since 1980, mwaka wa 1980 mpaka mwaka wa 1995. So unaweza kuona wazi hapo. So wale ambao wanasema kwamba KG amesema maneno yake, KG maneno yake ya kuzingatia katiba, ni uongo. Waziri mkuu hajapewa time limit ama hajapewa kiwango cha miaka cha kuhudumu ndani ya nchi ya Tanzania kama vile ambavyo anapewa miaka yule ambaye ni rais, ambapo rais wa nchi ya Tanzania anafaa achukue muda wa miaka 5, baada ya mwaka 5 aende kwa miaka 5 mingine, na hiyo iwe ni basi kwake. Lakini kwa waziri mkuu anaweza kuchaguliwa. Mfano, Rais Samia Suluhu Hassan endapo atatoka, basi atakuwa ambaye atakuja tena atakuwa na uwezo wa kumchagua waziri mkuu huyu ambaye yuko sahihi, endapo atakuwa ameridhishwa na kazi yake. Na kama atakuwa hajaridhishwa na kazi yake, basi atamruhusu ajihuzulu ama ajitoe mwenyewe kwenye kinyang'anyiro, ama aende akagombee ubunge ili aweze kurudi bungeni. Lakini rais atachagua waziri mkuu mwingine tofauti mbali na yeye ambaye alikuwa yuko kwenye kile kiti. Lakini haimaanishi ya kwamba alikuwa amehudumu kwa miaka yake na miaka yake imeisha, lazima kuwe kuna mtu mwingine ambaye atachukua nafasi yake. Hapo ndipo ambapo nilikuwa nataka nirekebishe baadhi ya watu ambao walikuwa wamekosoa. Kama tunavyosema kwamba kwa KG Chipande tunajuzana na kuerevushana na kutoana ujinga, mimi naweza kuwa sitambui lolote nikalijua kutoka kwako, na wewe ikawa huwezi kutambua jambo fulani nikakutambulisha hapa kwa studio. So tukaribishane sote kwa pamoja, tusukume gurudumu la ujuzashana.